CEO kuniambia kwamba tai nyekundu ndo nembo ya leo, mimi nisingevua yangu kwenye SGR, nilikuwa nimevaa na mimi ya kwangu, lakini si neno, waliotuwakilisha wametuwakilisha. Ndugu zangu, mimi nashukuru moja kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuja kufanya ugeni huu rasmi kwenye tukio hili kubwa na la kihistoria kwenye mchezo wa mpira wa miguu nchini kwetu. Asanteni sana. Najua kuna viongozi wengi, kuna wapenzi wengi wa mpira ambao aidha wanastahili na wangependa kuwepo hapa, lakini mkaamua heshima hii mnipe mimi na siichukulie kwa wepesi. Asanteni sana viongozi wa klabu ya Simba. Mimi kwa niaba ya serikali, ikiwa kama naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo imefanya mambo makubwa kwenye shughuli za michezo kiasi kwamba ukisema Rais Samia ni mwanamichezo namba 1, hakuna anayekuwa na wasiwasi na shaka yoyote. Makofi kwa Mheshimiwa Rais tafadhali. Serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kusimamia maendeleo ya michezo, na hasa mchezo unaopendwa zaidi duniani, mchezo wa mpira wa miguu, kwa vile unaiweka Tanzania kwenye ramani ya michezo duniani. Wiki moja na kitu iliyopita ndo klabu ya Simba imetajwa kwa klabu barani Afrika. Lakini hilo limekuja kama fanikio mwisho kati ya haya ambayo mengi ambayo yametokea katika kipindi hiki cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitakwimu, hakuna wakati wowote nchi hii kwenye historia yake imewahi kufanya vizuri kwenye mchezo wa mpira wa miguu kama hiki. Tuna takwimu za kuvutia. Mama Konde umesema? Murtaza mwenyewe mimi nafahamu wewe ni Makonde. Kutoka kwenye kufanya vizuri kwa klabu zetu mpaka timu zetu za taifa. Juzi Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alikuwa anataja nafasi ambazo timu zetu za taifa zimefuzu kwenye michezo inayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Tumefuzu kwenye mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Nchi pekee kwenye bara la Afrika ambazo zimeweza kufuzu kwenye nafasi kama sisi ni Senegal na Morocco. Hayo sio mafanikio madogo. Kutoka kama ambavyo ndugu yangu Ahmed ametangulia kusema hapa, kwenye jezi za kushona mpaka huku kwenye kufanya timu 7 zifuzu kwenye mashindano makubwa kabisa yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hii ni safari. Na aidha kuna mahali pazuri tunaelekea ambapo sisi tunaamini kwamba hatujafika, lakini hatuko ambako tulikuwa huko nyuma. Mchezo huu unaendelea kuwa mchezo unaotupa raha mioyoni, unachangia ukuaji wa soko la ajira na uchumi kwa taifa, na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote, wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani, ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka 5 ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti wetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka 2 hii
Bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu, na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN, mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu mingi ya michezo ambayo hata hawana matumizi nayo moja kwa moja. Ukienda nchi kama Egypt, ukienda nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa, ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote naitaja serikali kama mdau namba moja kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yoyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo, hasa kwenye miundombinu ya michezo. Tuna lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kutumika kufanya shughuli za michezo kote nchini, na hili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatupa, naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Kibinafsi kabisa mimi nafahamiana na viongozi wengi wa vilabu vikubwa. Watu wa mpira tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa sababu nafahamu uwezo mkubwa na vichwa vizuri walivyo navyo viongozi wengi wanaoongoza timu zetu na wanaoongoza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania. Vichwa vyao naamini vina uwezo wa kufanya maamuzi makubwa yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya, sio nitumie neno la mtaani, la kigoloko, kitoto na yasiyoingia akilini, na maamuzi haya yakawa ndio maamuzi yanayosimikwa na vilabu vyetu. Huwa inanishangaza sana. Moja ya mambo ambayo yamekuwa yananishangaza kwa muda mrefu, na sijawahi kudecode kwamba tunakwama wapi, ni kwamba nafahamu vilabu hivi vimefikia mahali pa kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu, na kwa uwezo wa viongozi wetu vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu kiwe chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika. Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida. Uwanja wa klabu ya Singida Big Stars. Klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga. Lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo. Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana. Na kwa kampuni ya Jairuti
Ili kusema kweli mmesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona, sio haya ya juzi, ya kabla ya hapo, ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona haya yote yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Ili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000, 6,000, 4,000, 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000, 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale.